Ufugaji wa ndege wa kipekee ni biashara ambayo imempa mwanamke mmoja huko Nyeri umaarufu wa aina yake pamoja na pesa za kutosha za kukimu mahitaji yake. Ndege wake si wa kawaida na baadhi yao wanagharimu hata shilingi 10,000 kila mmoja. Mwanahabari wetu Carol Nderi ana taarifa hiyo. Kilichoanza kama hatua ndogo tu ya kujitafutia hela za kujilisha kwa kuwa wanawe ni wakubwa na wanajitegemea, sasa kwa Teresa Mashare kutoka kijiji cha Shorongi, Nyeri, ufugaji wa mseto wa ndege ulimfungulia milango ya heri. Akaanza kuzoa hela kutoka kwa biashara hiyo, kuuza ndege wenye asili ya tofauti sawa na mayai yao. Ndege hao wana majina ya kigeni. Hii ni sio ya kike, na mayai yake moja ni 200. Tukisalia kwenye masuala ya gharama, baadhi ya ndege wake wanagharimu hata shilingi 12,000 kwa ndege mmoja. Hata ukiita mtu mwambie mimi niko na kuku nataka kuuza ya nyama, watu wanakuja haraka sana. Hata juzi kulikuwa watu walikuwa hapa walinunua bantam. Faranga ya bantam nikauzia kama 5 hivi kwa shilingi 1,000. Hata walinunua mayai ya kanga kama mayai 20, 2,000. Usia 1,100. Lakini zamani hii mayai ya kuku tulikuwa tukiuza 200. Tuko na ndege aina mbalimbali, tuko na kanga, tuko na Egyptian goose, tuko na hata quails tulikuwa nazo, lakini hiyo iliisha. Ni biashara aliyoanzishiwa na mwanawe miaka 4 iliyopita na tangu wakati huo imeimarika kwa viwango vya juu. Unajua hii kazi mzuri sana kwa sababu unasikia mtu akikuja anataka kifaranga ya bantam moja ni 1,000. Akinunua bantam mzima ni 5,000 ama 4,000. Changamoto ni zipi? Magonjwa iko tu, lakini lazima ung'ang'ana na hii magonjwa. Unajua kwa sababu mimi nakaa na hii faranga kwa hii ndege kwa muda mrefu, hata mimi nilikuja kujua dawa yake ni nini. Wanunuzi kutoka mbali kuja kununua ndege wake, na Bi Mashare anawahimiza watu wengine kujaribu bahati yao katika biashara hii, mradi tu wajue watakakotoka wateja sawa na soko lenyewe. Ndege yote mimi naweza weka, lakini ile mimi siwezi weka ni inaitwa ostrich kwa sababu hiyo inataka shamba kubwa. Yai kama hii moja ni shilingi 200. Na kwa hivyo huwezi kukula hiyo shilingi 200 kwa kufika tu, lazima uende uilalishe itoke kuku wengine, alafu hiyo kuku unauzia mwingine. Carol Nderi, KTN, kaunti ya Nyeri.